hiki kitabu kuna msukumo ambao ulikuwa nao na ujumbe ambao ulikuwa nao kwa ajili ya kuufikisha kwa msomaji. Hicho ndo kitu ambacho tunapaswa kustiki nacho on the first place. Tuhakishe huu ujumbe huu ambao wewe unakusudia. Ndio maana tokea mwanzo nikakwambia andika msukumo wako. Yaani ni nini hasa umekuwa ni msukumo wako? Pengine wewe katika kupitia vitabu mbalimbali kutoka kwa waandishi mbalimbali umegundua kuna sehemu kuna gap. Waandishi wameeleza kuhusiana masuala ya fedha, lakini kuna namna fulani au kuna kitu fulani bado sikioni kwenye kitabu chochote. Hicho kitu ndo nataka nikiaddress na nikifikishe kwa watu. Au kuna aina fulani ya uandishi ambayo haipo, natakiwa niifikishe hiyo. Na kitu muhimu sana ambacho nataka labda ukiepuke, usianze yani kufikiria yani manake kuna namna fulani naiona labda unafikiria yani kwa mfano exhaust hapa nikaeleza katika hiki kitabu nitakosa idea for my next book. Haiko hivyo. Yani kwenye uandishi haiko hivyo. Na ubora haya mawazo hata vitu vya kuandika sometimes vinatoka kwa wasomaji, sio kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kaandika hiki kitabu, ukatoa kitabu kienda kwa wasomaji, alafu watu wanasoma, kuna baadhi au kuna maswali ambayo yanajirudia, watu wanauliza mara kwa mara. Sasa wewe unaweza kadresi yale maswali ambayo watu wanauliza mara kwa mara kupitia pia kitabu. Au umeandika kitabu chako, baada ya kuwa umetoa kitabu, sana sana huwa ni kupitia maswali ambayo watu wanauliza au comments ambazo watu wanatoa na nini. Ndipo sasa unagundua kwamba kuna gap sehemu fulani ambalo halijaandikiwa na mwandishi yeyote na bado mimi naweza nikalikava nikaliandikia. Kwa mimi ukiangalia hivyo vitabu vyangu ambavyo unanionyesha hapo, mimi huwa siandiki just naandika huwa naandika kwa sababu kuna maoni ya watu wengi nayapokea kuhusiana na mada husika. Kwa nikipokea maoni watu wanauliza jambo husika kwa mara ninaliandikia sasa ili niweze kujibu maswali ambayo watu wanauliza kuhusiana na hicho kitu. Nikiandika kuhusiana na vyanzo vingi vya kipato, naandika kujibu yale maswali ambayo yako behind wale wasomaji wangu. Nikiandika kuhusiana kwa mfano jinsi ya kuwa mwandishi mbobevu, naandika kujibu maswali ya watu wanaouliza kwamba ni kwa namna gani naweza kaanza kuandika, nizingatie nini, niepuke nini. Maswali kibao ambayo watu wanayo, hatua nizingatie nini, kitabu changu kinabidi kiende wapi baada ya kuandika, taasisi gani za serikali zinahusika. Vitu vyote hivyo naandika sasa kujibu hayo maswali. Sijui unanipata hapo? Sawa.